amemkingia kifua mkata umeme Mohamed Damaro wa klabu ya Young Africans. Amemkingiaje kifua? Na nukuu kile ambacho amekisema: mechi ya Yanga na Al Ahly imekuja kuwa nyepesi baada ya Damaro kutoka na Dieng kutawala dimba. Mohamed Damaro ana vitu ambavyo ukimwona navyo unasema jamaa ni bora. Shida inakuja sehemu moja, watu wanalalamika kwa kupitiliza baadhi ya matukio na waamuzi kumpa kadi za njano. Nataka kuuliza, ufikaji wa Damaro akiwa Singida na Yanga umebadilika? Iko ambacho anakihoji kiungo huyo Humud. Nikimaliza kunukuu sasa, kwa hiki ambacho amekizungumza Humud, kuna tofauti ya Damaro wa Singida na Damaro wa huyu wa Yanga ambaye tunamshuhudia, ambaye amekuwa na malalamiko kwamba anafika zaidi kwa wachezaji wenzake. Juma Shaban, utofauti wa Damaro kama Damaro siuoni, ila kuna utofauti wa klabu ambazo amechezea kwa msimu huu, kwa maana miezi 6 ya mwanzo tulimuona akitumikia Singida, miezi 6 hii ya mwisho tumemwona akiwa anatumikia Young Africans. Utofauti wa Singida na Yanga ni kwamba Singida inafuatiliwa kwenye baadhi ya mechi. Singida itafuatiliwa kwenye mechi dhidi ya Azam, dhidi ya Young Africans, lakini pia dhidi ya Simba Sports Club. Ndio huwa watu wanataka kuweza kuona nini ambacho kinachoendelea ndani ya kosi cha Singida. Lakini kwa wapenzi wengi ambao wa mpira, of course huwa wanafuatilia timu zote, lakini kwa wale ambao mara nyingi wamekuwa wana complain ni wale ambao wanazifuatilia hizi timu kutokana tu na baadhi ya mechi ambazo wao wanazicheza. Lakini Damaro ni yule yule tu. Kilichobadilika kwamba kwa sasa imekuwa ni tension kubwa, pressure pia kutoka kwenye upande wa mashabiki wa timu pinzani imeonekana ikiwa ni kubwa zaidi. Hata ukiangalia misimu iliyopita wakati Yusuf Kagoma, mchezaji kama Sadio Kanute, mashabiki wengi sana wa Yanga ndio walikuwa wananikiza hiyo pressure kutokana na style ya uchezaji, yani style ya uchezaji ya hawa wachezaji. Kwa maana kwamba wanafika sana miguuni mwa watu, kitu ambacho hata mwamuzi inawezekana akafika tu kwa bahati mbaya, lakini kutokana na historia yake na rekodi ambazo zimekuwa zinamhukumu huko nyuma, inaonekana yes, ni vile vile kwamba hii ndo tabia yake ambayo ya kila siku. Kwa hiyo sioni hayo mabadiliko, lakini ukizungumzia kwenye upande wa quality ya sasa, kwa upande wa Mohamed Damaro unaona kuna namna imepungua. Young Africans bado wana struggle kwa sababu walimsajili Duke Abuya akiwa kama ni sehemu ya washambuliaji katika eneo la mbele, lakini Duke huyo tukaanza kuona wanamswitch kutoka kwenye upande wa kucheza kama mchezaji wa pembeni, katoka pale akaja kama akawa ni sehemu na Singida kwenye alikuwa anacheza winga. Yes, ndo na hata Young Africans pia walimsajili pia kwa matumizi hayo. Wamemtoa pale, wamemleta kwenye eneo la katikati, akawa anatumika mechi zingine kama namba 8, kwa sababu ukiangalia msimu uliopita kocha alikuwa ni Ramovic yao Milud Hamdi. Yes, alikuwa Milud ambaye alimaliza nao season. Akachukua kuna mechi kama 3 nilianza kuona akitengeneza mabadiliko, lakini pia nilimuelewa kwa sababu ukiangalia energy ya mchezaji kama Khalid Aucho ilikuwa imepungua. Movement za Aucho uwanjani pia ulikuwa unaziona zilikuwa zinafanyaje, zinapungua. Mechi ya kwanza nadhani ilikuwa ni mechi dhidi ya Prison ambayo ilikuwa kule Mbeya. Mechi hiyo nakumbuka kwenye eneo la katikati alicheza Khalid Aucho, lakini juu yake kwenye ule mstari wa juu alikuwa na wachezaji wawili, kwa maana Mudathir Yahya pamoja na Duke Abuya. Max Nzengeli alikuwa anaingia katikati kama kuja kufanyaje, kuja kuibia. Na hii yote kwa nini? Jukumu lao ilikuwa ni kuja kumprotect nani? Khalid Aucho, kwamba anapopola mipira basi hawa wanakuwa wako faster zaidi kwenda kukava yale maeneo ambayo yanaonekana kwa yako wazi zaidi, kwa sababu mwalimu alinotiwa akaona kwamba Aucho ni mchezaji mzuri, lakini pia ni kiongozi anapokuwa kwenye upande wa timu, ila hana zile movement nyingi kama ambavyo watu wamemzoea Khalid Aucho wa misimu 3 ambayo ilikuwa imepita. Na kwenye mechi ya mwisho ya dabi dhidi ya Simba pia mwalimu aliingia na system hiyo, kitu ambacho Sheikh Msikadi Alikama alizungumza kwamba wakati wanamsajili Mohamed Hussein Shabalala, si ndio? Aliwaambia bwana, mfumo ambao mloingia nao nyewe Young Africans, Fadu ulimchanganya mpaka tunaingia kwenye dressing room haelewi kwamba Yanga inacheza na viungo wangapi kwenye upande wa hiyo mechi. Walikuwa wanacheza na viungo 3, lakini wale wa juu yao pia walikuwa wanaongeza idadi ya kuwa Young Africans wanacheza na viungo 5 kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo nadhani kwa upande wa Damaro kumwachia majukumu ya holding kama holding, tumeona mechi nyingi ambazo akipewa hiyo dhamana kuna namna ambavyo mara nyingi amekuwa anapwaya. Kwa Singida na quality ambayo alikuwa nayo ilikuwa ni vizuri, lakini kwa Young Africans amekutana na daraja ambalo unaliona kabisa kwamba ni tofauti.
Mkenge, kivuli cha Khalid Aucho daktari kinaendelea kumsumbua Damaro ndani ya klabu ya Young Africans kwa kile ambacho alikifanya. Sio Damaro peke yake, kimemsumbua yule Musa Bala Conte na bado kinaisumbua na Yanga yenyewe. Alikuja Azizi alikuja Ndambwile hapo akasema ilikuwa inamhitaji bado. No, ilikuwa inamhitaji, mimi nafikiri ilishatosha muda wa Ucho kuondoka ndani ya Yanga. Shida ni moja, waliopewa dhamana ya kuja kumreplace hao ndo ndio umetufikisha hapa. Mimi kuna kauli kila siku naambia Juma, waliomlisha Chama Simba sio viongozi. Chama kaudishwa na kina Mutale kwa sababu wao ndo waliletwa wafanye yale majukumu. Mara Mutale katoka hapo, mara kajirusha, mara kacheza mziki. Mzee wangu, ukuletwa hapo kuja kucheza mziki. Sio mashana. Watu wajikaa wakimtafuta bwana ndo Mutale, kila wakisubiria hawaoni. Mwisho wa siku wanarudi walifanyaje walipotoka? Au yulionana. Au wanaonana. Sio maana na watu wasema zimu likujualo alikuli kakwisha. Yanga ama mashabiki ama wachambuzi ama watu wote wanafuatilia mpira hawataacha kulitaja jina la Aucho mpaka siku ambayo Yanga watampata mtu ataenda kutimiza ile majukumu 100%. Hapa alikuja Musa Bala Conte kaka. Tukaambiwa kila kitu. Na mkutana Bala Conte kweli, na Bala Conte mimi alikaa mpaka kwenye sofa jeupe. Yaani kwenye mpira anatokea Latifa. Mimi ngoja nikwambie. Bala Conte mimi nimemuona hapa dhidi ya Simba na Sfaxien, nikamwona Sfaxien Tunisia dhidi ya Simba. Nimemuona so kwa disiwa. Unajua kuna mchezaji bwana na midfield yuko wapi? Bala Conte tumemuona na Simba na Yanga alikuwa anamgombania. Lakini katika mpira anatokea. Na siku moja nafikiri Juma tulikuwa wote, siku tulikuwa tunaongea na kiongozi akanatuambia Musa Bala Conte anasema kichomfanya Bala Conte mpaka amekuwa vile alivyokuwa. Kwanza amekuja ameandareti ushindani, kaona basi hawa ndo hawa, mimi nitapiga tu hapa. Mzee wangu, mpira wetu huko hivyo. Kichotokea sasa yani kama kanzu kaivaa imekuwa kubwa kwake, kichwa chiko inaburuza chini. Sio maneno. Yani ni maajabu yani, lakini kwa maana kivuli cha Aucho kitakwamia siku ambayo Yanga watampata mtu ambaye ataenda kuisakafia vizuri ile nafasi. Lakini shida nyingine, hata huyo mtu anayekuja mimi namuonea huruma. Kwa sababu namuonea huruma kitu kimoja. Watu wewe ukisajiliwa ukija wewe Aucho sio maneno, wanakupimia. Watu wanakutazama wewe Aucho. Sio maneno. Ili angalau ujue umeona kama nani Duki na Mudathiri wanafanya kazi nzuri sana. Lakini hawatazamu kama warithi wa Aucho. Kwa sababu gani? Wao walikuwepo katika timu na Aucho walikuwepo. Kwa hiyo watu bana Aucho alikuwepo, alikuwa anacheza wote. Wapi ndio ambao wanatazamwa zaidi. Ukija wewe na midfield namba 6. Tunakutazama wewe tukiwa tuna picha ya Aucho. Ndio unajua kwa mfano kama Damaro. One of the best. Lakini alikuwa anacheza vile alivyokuwa anavyocheza, Umudi anavyosema katika jukwaa dogo. Yanga Afrika ni jukwaa kubwa kaka. Yanga Afrika hawana sijui hii mechi ya kirafiki. Wewe Yanga leo watangaza mechi ya kirafiki pale KMC. Hata waseme kiingilio 10,000. Watu watajaa. Singida bila kuwa underrate. Ziko mechi zao msimu huu bure pale Airtel Mtipa. Lakini watu na wahesabu. Hiyo ni Singida kaka. Kwa hiyo Black Stars. Yes. Kwa hiyo Yanga imekuja kumexpose Damaro. Lakini shida nyingine katika swali unaniuliza, hicho kivuli hakiwatesi Yanga pekee. Inawezekana akitoka public hawezi kusema labda tuna miss ya Aucho. Kwa sababu kiongozi kwanza kusema hivyo unawaandareti watu waliokuwa nao. Yes. Lakini tukikaa peke yetu unajua bwana kuna kitu hapa kiko
haiko sawa. Lakini pia hata viongozi nao kikaa, kuna ile, kwa sababu kwa nini Damalo? Kwa sababu watu wata question kwa nini Damalo? Itakuja kwa viongozi. Yaani baada ya kutoka kwa standard ya Aucho, si ndio? Kwa nini tulifikiria kumchukua Damalo? Au kwa nini tulifikiria kumchukua Bala Conte? Kwa sababu ukimwangalia Bala Conte tu, ukimweka Bala Conte, achana na Aucho, ukimweka na Damalo, unaona Bala na quality kuliko nani? Kuliko Damalo. Na kingine kamanda, unajua kwa nini Aucho amekuja kuacha legacy Yanga? Ni muda mrefu Yanga hawakuwa na kiungo kama yeye. Yes. Yanga walikuwa wale kina nani wale ndugu yangu Zawadi Mauya, sijui kina Makapu. Wanapiga piga tu pale, wanapiga piga. Wanapiga piga. Kuna kipindi alikuja kocha